Kwenye hii channel yetu ya Kenyascope kuna mambo mengi ambayo huwa tunazungumza, lakini kama umekuwa ukinifuatilia kwa kawaida ama kwa muda sasa, kuna mambo huwa nazungumza ambayo yatakuja kumpata Samia Suluhu, hasa kuhusiana na mauaji yaliyofanywa mwaka jana, kwamba Samia Suluhu ipo siku atalipa yale mauaji yote, vile vilio vilivyoliwa na ama vile vilio vya zile familia zilizopoteza wapendo wao. Nataka kukumbusha yaliyotokea pale Nepal. Juzi tu. Mambo yalitokea pale. Polisi nchini sasa wamemkamata aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kwa jina KP Sharma Oli, na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Ramesh Lehak, kutokana na tuhuma zinazowakabili za kuhusika katika ukandamizaji wa maandamano uliosababisha vifo vya watu kadhaa mwaka jana. Unajua, kumbuka hii hata si kitambo, ni mwaka jana pia. Hapa hawa watu wawili wameshikwa. Unakumbuka vita vilivyotokea pale Nepal, maandamano makali ya Gen Z, lakini pia wengi waliuliwa. Kwa hiyo Oli alikamatwa leo Jumamosi katika makazi yake yaliyopo kitongoji cha Paktapar katika mji wa Kathmandu na kuwekwa kizuizini. Msemaji wa polisi wa mji wa Kathmandu, Om Adhikari, amesema wamekamatwa leo asubuhi na taratibu zinazoendelea kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kufuatia maandamano makubwa yaliyotokea nchini humo Septemba tarehe 8 hadi tarehe 9 mwaka jana, ambayo yalikuwa yanapinga kukithiri ufisadi, angalau watu 77 waliuawa. Kumbuka ni watu wangapi? 77. Ambapo yalioanza kutokana na marufuku ufupi ya mitandao ya kijamii, lakini yakagusa hasira zilizokuwa zimechukuliwa kwa muda mrefu kutokana na changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo inaelezwa kuwa wakati wa utawala wa mpito, tume iliyoundwa na serikali kuchunguza uasi uliosababisha vifo ilipendekeza kufunguliwa mashtaka dhidi ya Oli na maafisa wengine waandamizi. Tume hiyo ilimtaka Oli kuwajibika kwa kushindwa kuchukua hatua zozote za kusitisha ufyatuaji risasi uliodumu kwa saa kadhaa na kuua angalau waandamanaji 19 na hasa Gen Z katika siku ya kwanza ya maandamano. Tume hiyo ilimtaka awajibike. Na katika kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na waziri mkuu mpya wa nchi hiyo Balendra Shah, aliyekuwa msanii wa hip hop anaitwa Balendra Shah, ambacho kilifanyika Ijumaa, alieleza kuwa atatekeleza mapendekezo yaliyotolewa na tume ya uchunguzi. Jambo la kwanza nchini Tanzania tukilinganisha na hapa ni kwamba tume ile ya uchunguzi katika nchi hii ya Nepal ilikuwa imefanya kazi yake vizuri sana bila kupindishwa ama bila kusomewa. Unajua tume inayoongozwa na Othman Chande hapa nchini Tanzania ina vikwazo vingi. Mara umesikia Wasira akiwaonya, amukupewa nafasi ya kuchunguza serikali, mnachunguza matukio yale. Utachunguzaje matukio yale bila kuchunguza serikali? Utayachunguzaje bila kuchunguza serikali? Kwa hiyo tofauti Nepal na Tanzania ni kwamba pale Nepal kulikuwa na tume ambayo ilifanya uchunguzi, ikafanya kazi yake upya vizuri. Nakumbuka viongozi ambao waliingia madarakani wapya wakachagua timu ya kuchunguza bila kuingiliwa. Najua nchini Tanzania hapa ukiangalia Othman Chande ni rafiki wa dhati wake Samia Suluhu, na huyu Samia Suluhu unajua hata kabla ya maandamano hayo ama kabla ya vifo na hata baada ya vile vifo vyote, wengi walitaja wakisema kwamba yeye ndiye anahusika, yeye ndiye alitoa order shoot to kill, yeye Samia ndiye alitoa. Na ikakuja mwanzo yeye ndiye anateua timu ya kuchunguza mauaji. Yaani
Kama kuna mtu anastahili kuchunguzwa ni Samia. Lakini Samia ndiye aliteua timu yenye inastahili kuchunguza. Hapo ndio kuna tofauti. Kivingine vile tu mambo ni mamoja, kwamba nchini Tanzania watu waliuliwa, lakini sasa ubaya nchini Tanzania waliuliwa ni wengi. Unaona hapa Nepal watu waliuliwa ni 77, lakini nchini Tanzania ni maelfu ya watu. Alafu niambie mtu hawezi beba msalaba wake, atalipa mwenyewe. Ikiwa hapa nchini Nepal watu waliokufa ni 77 tu, lakini ndo hawa wanalipa, wamefikishwa mahakamani. Huyu Sharma Oli aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na Ramesh Lehak, kutokana na tuhuma hizo wao wameshikwa, wamepelekwa ndani. Nchini Tanzania ndio niambie hakutatokea. Najua taarifa kama hii wakati namfikia Samia Suluhu, hata kama kuna baridi aje, hata kama kuna mvua inanyesha, najua kijasho jembambo huwa kinamtoka, kwa sababu anajua mambo aliyoyafanya. Na usidhani Samia ni mjinga. Unajua kwa watu werevu zaidi ni Samia Suluhu. Na Samia alikuwa anajua kutokana na yale mauaji ingemletea shida sana katika uongozi wake, hata kutoka kimataifa. Ndio unaona anafanya juu chini jitihada zake zote kukomesha hayo, na vile vile kubadilisha muonekano wa Tanzania kwa mataifa ya kigeni. Mwanzo akaunda tume mbio ya kuchunguza. Unajua kama ameunda timu hata mataifa ya kigeni anaona huyu mtu huyu ni kiongozi, maana ameamua atafute watu wa kuchunguza nini kilitokea. Pili, kuna pesa nyingi sana zimetumika kuwahonga watu. Uliona juzi ya Kinazungu na huyu waziri wa mambo ya nje walikuwa pale Marekani kujaribu kusafisha yale yote ambayo yalitokea nchini Tanzania mwaka jana. Ukiona kwa pale AU wamehakikisha kwamba Jakaya Mrisho Kikwete amechaguliwa kama mwakilishi Afrika, pembe ya Afrika, amechaguliwa pale ili wasaidie kunadhifisha na kusahaulisha ulimwengu kuhusiana na vifo vingi vilivyotokea. La kusikitisha zaidi, ukumbuke ujue kwamba huyu si mtu hivi. Samia ni mtu mwerevu sana. Baada ya yale mauaji yaliyofanyika, akaamua ndio familia zikose wa kuzika, ila tuwazike kwa pamoja. Kwa hivyo miili ikapotea, hakuna evidence watu waliuliwa, kwa sababu alikuwa na haja sana ya kuficha yale mauaji yasije yakaonekana na mataifa ya nje. Ingawaje ndio hayo mambo yaliliki. Nakumbuka hata kuzima internet, hiyo ni hesabu iliyopigwa ya mbele, kwamba zima internet, kwamba watu wakifanywa madhambi hakuna mtu ataweza kutumatuma huko nje, ila hawakusahau kwamba watu ni wajanja, wana record, wanazikip, watu wa delete, wakisha record kisha wanakuja kuzisambaza. Na ujue kwamba ukatili uko Tanzania ni wa kupindukia, hadi imefika kiwango cha kunuka. Baada ya hayo yote kutokea, kisha wakatumia TCRA wakatuma jumbe kwa kila mtu kumwambia ikiwa uko na video yote ni muhali kusambaza nini utashikwa, ili kuzuia watu kusambaza zile picha, zile video za mauaji yaliyofanywa na polisi ambao wamepewa jukumu la kulinda Watanzania wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hii siasa ama kutokana na hii historia kidogo tu ya Nepal na jinsi hao viongozi wameshikwa, na kuhakikishia kuwa Samia Suluhu pia atashikwa. Sijui na maoni gani mpenzi mtazamaji, waweza niandikia ujumbe hapo chini ukiwa na maoni yoyote, ila vile vile ikiwa wewe ni mgeni hapa, subscribe, like na kushare video zetu kama njia ya kutupiga jeki katika kuinua hii platform.